Maisha yangu mimi nilipoanzia nilikuwa mzima, nikaja nikapata ajali. Baada ya kupata ajali nilitibiwa, katika kutibiwa imeshindikana. Basi nimebaki hivyo, nimekuwa mlemavu. Umetueleza ya kwamba ulipata ajali. Ajali zipo za aina nyingi. Ulipata ajali ya nini? Ajali mimi nilidondoka juu, nilikuwa natungua nazi, bahati mbaya nimedondoka. Shughuli zako zilikuwa ni kutungua nazi? Ni mnazi tu wa nyumbani. Ni mnazi tu wa nyumbani. Sasa kulikuwa na nazi, sema nipani nikatungue, ndio bahati mbaya nikadondoka. Ndio nikapata ulemavu. Ni habari ya kusikitisha ambayo imemkumba Suleimani, mkazi wa Morogoro, ambaye anasumbuliwa na ulemavu, huku akitujuza ya kwamba vipimo vimeonyesha ya kuwa amevunjika pingili za mgongo. Kwa sasa hawezi kutembea wala kukaa, lakini pia jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba hata sehemu ya kulala kwake imekuwa ni changamoto. Wasamaria wema ambao wamejitokeza na kumpatia eneo la kulala kwa muda tu, naye hapa anaeleza ya kwamba wasamaria wema hao, endapo atahitaji eneo lao, basi atakuwa hana sehemu yoyote ya kukimbilia. Anafunguka mengi kupitia Families Media. Jina langu naitwa Gervas Machaku, na hii ni ripoti kamili kutokea Families Media. Karibu mtazamaji wa Families Media. Nyuma yangu ni nyumba ambayo anaishi Suleiman Fadhili, lakini nyumba hii amefadhiliwa. Hili ni eneo la shule, na maanisha ya kwamba ni nyumba ya shule ambayo amepewa hifadhi ya muda mfupi, na yeye hana uwezo wa kupata makazi mengine. Mtazamaji wa Families Media, kama unaweza kumsaidia chochote kitu Suleiman, unaweza kumsaidia. Kama alivyosema yeye mwenyewe, anapenda kufanya kazi ya bajaji. Hivyo ewe Mtanzania, ukiguswa na habari ya huyu kijana, unaweza msaidia chochote kitu kupitia nambari za simu tulizoweka hapo chini. Mtazamaji anayekutazama anatamani kufahamu majina yako yote matatu na historia ya maisha yako toka ulipoanzia, elimu yako mpaka hapa ulipofikia. Majina yangu mimi Suleimani Fadhili Matandiko, ni mwenyeji wa hapa Mtimbira, Morogoro hii, mkoa wa Morogoro. Maisha yangu mimi nilipoanzia nilikuwa mzima, nikaja nikapata ajali. Baada ya kupata ajali nilitibiwa, katika kutibiwa imeshindikana. Basi nimebaki hivyo, nimekuwa mlemavu. Kwa hiyo kuanzia siku nilipata ajali 2005 mpaka hivi leo. Kwa hiyo sio maisha yangu mpaka hivi sasa naishi katika mazingira magumu. Unaona? Sehemu hii naishi ndio sehemu ya shule ambayo ni inamilikiwa na shule. Kwa hiyo siku yote hapa nikiambiwa niondoke hapa, sijui nitaenda wapi. Na uwezo wa kupanga sina. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa naomba wanaonisikiliza, kama inawezekana wanisaidie msaada wote, uwe mdogo uwe mkubwa, hata kunijengea nyumba. Unaona? Kwa sababu naishi mazingira magumu. Sina mazingira makazi maalum, kwa kifupi sina. Unaona? Kama inawezekana na nisikiliza, msaada wa nyumba, hata msaada wa chakula, msaada wote mdogo mdogo anayejitokeza nisaidie, ili niweze kuendesha maisha yangu. Sawa, na umetueleza ya kwamba ulipata ajali. Ajali zipo za aina nyingi. Ulipata ajali ya nini? Ajali mimi nilidondoka juu, nilikuwa natungua nazi, bahati mbaya nimedondoka. Shughuli zako zilikuwa ni kutungua nazi? Ni mnazi tu wa nyumbani. Ni mnazi tu wa nyumbani. Sasa kulikuwa na nazi, sema nipani nikatungue, ndio bahati mbaya nikadondoka. Ndio nikapata ulemavu. Na mpaka hivi leo. Baada ya kwenda hospitalini, waligundua ni kitu gani haswa ambacho mpaka leo hiki kinapelekea unapata ulemavu? Ni uti wa mgongo. Uti wa mgongo umeachia baada ya pingili kama 2 hivi. Ndio imesababisha kupata ulemavu. Kwa hiyo ina maana hapa kwenye upande wa kusimama ndio huwezi au kukaa? Kusimama nasimama, kukaa na kaila, kusimama mpaka na magongo. Bila magongo siwezi kusimama wala siwezi kutembea. Na miguu na ilipata matatizo? Miguu haijapata matatizo. Miguu ni mizima kabisa. Sema ni uti wa mgongo tu. Niliumia tu hapa mtu wa mgongo basi. Lakini miguu inavyoona ni mizima, haina matatizo yoyote.
Kwa hiyo hospitalini walisema imeshindikana kupata matibabu mpaka leo hii nafikia stage kutembelea baisikeli. Kwa hiyo hospitalini wamesema kwamba imeshindikana kwa wao, katika tiba zao wamesema kwamba wameshindwa, walipoishia ndo hapo. Naona kwamba walipoishia ndo hapo, huko pengine hakuwezekani kufanywa matibabu. Kwa sehemu zingine inawezekana, ila sasa kulingana na hali ambayo ilikuwepo, uwezo ni wa chini kwa hiyo ikawa imeshindikana. Lakini kama ningekuwa na uwezekano wa kihali, basi mpaka leo mimi ningekuwa mzima na ningekuwa natembea. Na elimu yako? Elimu yangu mimi sijamaliza shule. Elimu yangu mimi darasa 5 tu. Kwa nini hujamaliza shule? Muda sana, si unajua walimu wanachapa sana. Kwa hiyo unaogopa fimbo? Okay, sawa. Na kwa sasa hapo umesema hili ni eneo la shule. Umekabidhiwa ama unalipa kodi? Hapa mimi silipi kodi wala sijakabidhiwa. Yaani nimepewa tu chumba hapo kimoja niwe nakaa. Ila kama siku yoyote wenyewe watasema nataka jengo lao, basi mimi hapa sehemu ya kwenda hamna. Ilikuwaje mpaka kaja kukabidhi ile eneo? Hapa mimi ilikuwa kwamba nilikuwa nakaa hapa funga. Sasa funga baadaye wakasema kwamba vijana hawatakiwi. Naona. Basi tukaondolewa. Baada ya kuondolewa mimi ndo nikaja kuomba hapo, ndo wakanipa hapo nakaa. Lakini kule tulitolewa funga, tulikuwa nakaa funga, sasa hapa tumetolewa. Sawa. Na vipi kwa upande wa familia sasa? Kwa sasa una familia yoyote, mtoto? Mimi hapa sina familia wala mtoto wala mke sina. Na kwa upande wa wazazi? Wazazi amebaki mama tu, ila baba alishakufaga muda na mama mwenyewe hana uwezo wote, hali yake ni ya chini tu. Sawa, pole sana kwa changamoto unazopitia. Asante. Kwa sasa unajishughulisha na shughuli zipi? Kwa sasa hivi sijishughulishi na shughuli yoyote. Nipo tu. Yaani upo huna shughuli yoyote inayokuingizia kipato? Sina shughuli yoyote kiukweli inayoingizia kipato. Vipi kwa upande wa malazi na chakula, matibabu unapataje? Malazi mimi mwenyewe kama nitasikia naumwa, kama ni malaria nini, nitaenda kupima. Kama atasema hela nitakuwa naye nitatoa. Watanipima kutoka hapo, kama tutakuwa na dawa zipo watanipa, kama hamna ninaambia nenda kanunue. Kwa hiyo mimi mwenyewe kama nitaenda kununua mimi mwenyewe. Na masuala ya chakula mimi mwenyewe najitegemea. Naenda mjini kama siku za Ijumaa, naenda kunaomba napewa hela, ndo nafanya maisha ya chakula pamoja na huduma zingine kama sabuni nini na zingine zinazoendelea. Sawa. Kwa mtazamaji anayekutazama sasa, natamani umuelezee changamoto ambazo kwa sasa unazipitia hapo ulipo. Kwa sasa ninazopitia changamoto kwa sasa hapo ninazopitia kuhusu maisha naishi hapa sio mazuri. Unaona. Cha kwanza sehemu yenyewe nailala bado duni. Alafu katika mazingira naishi hapo, mwenye nyumba akisema kwamba tunahitaji nyumba yetu, sehemu ya kwenda sina. Naona. Na uwezo kupanga mimi sina. Sababu hata hela yenyewe naipata Ijumaa haikizi mimi hela kupanga. Inakizi hela ya chakula tu. Unajua nakula mpaka wiki nyingine ikifika, Ijumaa nyingine nikaendelea mjini, ndio hivyo. Napata tena hela ya kula, ndio hivyo maisha yanaenda. Kwa hiyo ina maana ni sehemu tu duni unayoishi, na kwa upande wa chakula na mambo mengine kama matibabu. Sawa. Sasa je, kwa mfano wa Tanzania wakakusaidia, ni biashara ipi ambayo unawiwa kuifanya ili uweze kuingiza kipato chochote kile? Kwa biashara labda ni bajaji. Kama nitapata bajaji naweza kufanya biashara. Sawa. Sasa hapa kilichobakia ni wewe kuongea na mtazamaji anayekutazama. Muombe mtazamaji anayekutazama uweze kusaidiwa chochote kitu ili uweze kukizi mahitaji yako mwenyewe. Mtazamaji anayenitazama mimi namuomba tu yoyote ananisikiliza mwenye uwezo. Nilikuwa naomba msaada. Kama nipate bajaji
au kama imeshindikana hata bajaji, basi nifanye biashara ndogo ndogo, hata kuuza mitumba, nifungue banda la mtumba ili niweze na mimi kupata kufanya biashara, nipate mahitaji madogo madogo. Namba ya simu na jina linalotoka. Namba ya simu ni 0688 99 7239. 0688 99 7239. Selemani Fadhili Matandiko.